cha wanawake chenye umoja wake ndani ya mkoa wa Songwe katika wilaya zote zinazounda mkoa wetu wa Songwe. Kikundi chetu kilianza na wanawake wa wilaya ya Momba na Ileje tangu mwaka 2024 tukiwa na wanawake 50 tu, na mwaka 2025 tulifanikiwa kupata wanawake wanachama wapya 151 wakiongoza na kundi kubwa la wajasiriamali waliopo stendi ya Mpemba mji wa Tunduma. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu cha Malkia wa Songwe katika kujumuika kwake kumekuwa na mafanikio kadha kama ifuatavyo. Tumefanikiwa kuongeza wanachama hadi kufika 250 kutoka 50 ya mwaka 2024. Tumefanikiwa kufanya hafla ya kwanza mwaka 2025 eneo la stendi kuu ya Mpemba, siku ya maadhimisho ya siku ya mwanamke tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Tulifanikiwa kuwaona wahitaji 9 wakiwepo wanawake kwa wanaume siku ya wanawake mwaka 2025. Pia tumefanikiwa kufanya hafla leo siku ya mwanamke na tunatarajia kuwaona wahitaji zaidi ya wale tuliowaona kipindi kilichopita ambao watakuwa ni zaidi ya 12. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio haya pia tumefanikiwa kushawishiana sisi kwa sisi kuhakikisha tunaendelea kuidumisha amani ya taifa letu kwa kuambizana na familia zetu na vijana wetu katika maeneo ya kazi na familia yetu kwa ujumla, kwani kwa pamoja tunasema taifa letu kwanza, mengine yatafuata baadaye. Matarajio. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu kina matarajio makubwa sana ndani ya mkoa wa Songwe, kwani hadi sasa tulitarajia kuwafikia watu katika mkoa mzima. Hata hivyo, matarajio yetu yamekuwa na mafanikio, kwani hadi sasa wilaya zote tumejumuika kutoka maeneo yote ya mkoa wetu. Ndugu mgeni rasmi, pia tunatarajia kuwa na utaratibu wa kuwaona wahitaji kwa kadri makubaliano ya wanakikundi yatakavyokuwa yanaamua na sio kusubiri tukio la maadhimisho pekee. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, ili mafanikio yawepo lazima pawepo na changamoto. Kikundi chetu kimekuwa na changamoto baadhi ambazo ni kama ifuatavyo. Kikundi chetu hakijasajiliwa, hivyo tunaomba kwa msaada wako tuwezeshe ili tuweze kusajili tukiwa na katiba na tuweze kutambulika kisheria. Pia kukosa mfuko wa kufanikisha kuwafikia wahitaji kwa wakati, ikiwemo ndio lengo mahususi la kikundi chetu. Lakini pia nimeona kuna kina baba na kina mama kwa pale nyuma ambao nafikiri ndio makundi maalum ambao mnaenda kuwaona, na mimi niseme najumuika na nyinyi kwenye hili, lakini kwa sababu nyinyi ndio mmenileta hapa, bila nyinyi singefahamu tanzia kwenu. Naomba mimi niwachangie shilingi 200,000 ili muweze kuendelea na program hii. Nimeshatoa sadaka yangu, nimewaona wahitaji, na mimi nayajua makundi maalum yanahitaji sapoti kubwa, na mimi nimewiwa, na ndio maana nimetoa sadaka ya siri. Niliyesema naye ni Mungu wangu wa mbinguni, aendelee kutoa baraka juu yetu wote tutakaotoa sadaka hii. Asante. Amina. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko pamoja, tutaendelea kuwaunga mkono watu wenye mahitaji maalum. Asanteni sana na Mungu awabariki sana wote mliofika hapa. Kwanza na mimi nianze kuwapongeza uongozi wa kundi hili kuona umuhimu wa kutukusanya wanawake kwa pamoja ili tujumuike, lakini sio kujumuika tu na tutoe sadaka zetu kwa ajili ya kuwagusa watu wenye mahitaji mbalimbali. Lakini nikupongeze sana Mheshimiwa mgeni rasmi, mdogo wangu. Kwa msiomjua huyu mdogo wangu wa damu, umefanya jambo jema sana. Yale ulioyasema kama wanawake hawa watayazingatia, ninaamini watapiga hatua kubwa sana. Hongera sana na Mungu akubariki mahali pale unakwenda kutoa. Kitu ambacho umekifanya, tunapokusanyika kwenye haya mambo hatuzingatii fedha tu, lakini mchango wako uliofanya kwa ajili ya kusapoti makundi haya. Lakini ni washukuru wote ambao mmetoa kwa moyo na kwa hiari. Na mimi nimesimama hapa kwa zamu yangu, sadaka yangu ilikwisha kutangulia. Amen. Niliitanguliza. Lakini kwa kukutia moyo na kukusapoti Mheshimiwa mgeni rasmi, nitasapoti chochote hapa ili tuongezee mahali hapo ambapo umetoa, na Mungu awabariki sana. Amina. Ndiye hama neno kwa sababu
ya kitu kikubwa ambacho mmekifanya leo. Haya mlioyafanya haya kwa ndugu zetu, kwa mama zetu hawa, hizi baraka ambazo mmezitoa kwa hawa, Mwenyezi Mungu hatawaacha hivi hivi. Mnaenda kubarikiwa zaidi pale mlipotoa, na zaidi na zaidi. Mimi niwapongezeni sana na niwaombe, kwa sababu ni umoja ambao tayari upo. Endeleeni kufanya hivi, na nina imani kwamba Mungu wa mbinguni ataendelea kuwabariki ili na nyinyi muweze kuwa baraka kwa hawa. Kwa jina naitwa Lilian Michael Mwakifuna, ni katibu wa kikundi cha Malkia wa Songwe. Kikundi chetu leo tulikuwa tuna tukio la kugawa mahitaji kwa wahitaji. Tulikuwa na wahitaji 13, tumegawa mahindi debe 13, tumegawa sabuni, tumegawa sukari na nauli.